Leo nitakutajia dalili kubwa 5 ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Yamkini umekuwa ukimwomba Mungu kwa muda mrefu ya kwamba Mungu, naomba fungue macho yangu ya kiroho. Mungu, natamani niweze kuanza kuona vitu vya rohoni. Natamani nianze kuona mambo ambayo siyajui. Natamani kuanza kuona vyanzo vya matatizo yangu. Leo nitakuonyesha dalili kubwa 5 ambazo ukiziona dalili hizi ujue macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Lakini pia nitakwambia ni kitu gani cha kufanya ili macho yako ya kiroho ambayo yameanza kuonyesha dalili za kufunguka yasiweze kufungwa tena. Na baki mpaka mwisho wa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii, kama wewe ni mtu ambaye una hizi dalili ambazo nitakwenda kuzitaja siku ya leo, nitakwenda kukuombea macho yako ya kiroho yaweze kufunguka kabisa. Yale macho yako ya kiroho ambayo yameanza kuonyesha dalili za kufunguka, nitakuombea yaweze kufunguka mara moja. Na nakuhakikishia nitakapokuombea maombi yale ya mwishoni mwa video hii, macho yako ya kiroho yatafunguka mara moja na utaanza kuona hapo hapo. Sasa ninapokwenda kuonyesha dalili hizi, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Sasa dalili ya kwanza kwamba macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka ni kama huwa unaota vitu sana, na vile vitu unavyoviota huwa vinatokea. Yaani wewe kwenye maisha yako kama huwa unaota ndoto na ndoto huwa zinatokea. Yamkini ukiota msiba unakaa kidogo unashangaa mtu amekufa kweli. Ukiota mtu anakwenda kufunga ndoa, mtu anakwenda kufunga harusi, unashangaa kila unavyoota jambo linachukua muda kidogo linakwenda kutokea. Ama unaota jambo leo usiku linakwenda kutokea kesho yake asubuhi. Unajiuliza ni kwa nini? Hii ni dalili ya kwamba macho yako ya kiroho yameanza kufunguka. Ule uwezo wako wa kuanza kuona vitu katika ulimwengu wa kiroho, ule uwezo wako wa kuanza kutambua vitu katika ulimwengu wa kiroho umefunguka tayari kwenye maisha yako. Kwa sababu macho ya kiroho ili yaweze kufunguka yana hatua mbalimbali, yana step mbalimbali. Jambo la kwanza ambalo huwa linaanza kutokea kwenye maisha ya mtu, huyu mtu huwa anaota sana. Huyu mtu huwa anaota vitu na vitu vinatokea. Na itafika sehemu sio tu kwamba utakuwa unaota ndoto, bali utakuwa na uwezo wa kukaa macho hivi na ukaona vitu katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza kuona hata matukio makubwa ya kinchi. Unaota kama kuna tetemeko linaipata Bukoba kwa mfano, unashangaa unakaa baada ya muda kidogo tetemeko linatokea kweli Bukoba. Unaota kwamba kuna volcano inakwenda kulipuka, unashangaa inakaa kidogo inakwenda kulipuka kweli. Unaota kwamba kuna rais fulani anakufa, kuna kiongozi fulani wa serikali anakufa, unakuta napita muda kidogo tu na yule kiongozi wa serikali anakwenda kufa kweli. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu macho yako ya kiroho yako yanafunguka. Sasa dalili ya pili ya kwamba macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka, kama ukiwaza kitu huwa kinatokea. Inaomba nisikize kwa makini. Kwa mfano, kuna mtu akiwaza tu kitu chochote, kitu huwa kinatokea. Inatokea mimi namwaza leo mjomba wangu sana, nashangaa mjomba wangu baada ya muda ananipigia simu. Au mimi nawaza mtu fulani kama nimemkumbuka, mtu fulani kama nimemmisi, na huyo mtu hamjawasiliana naye kwa muda mrefu. Unashangaa umetoka kumwaza, simu inaingia muda huo huo anakupigia simu, akwambia nilikuwa nakusalimia. Unajiuliza kwamba ni kwa nini? Mimi kila ninapowaza jambo linatokea, ni kwa sababu macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Au kuna mtu unamwazia wazo baya. Unahisi kwamba mbona fulani kama jambo baya litampata? Mbona kama kuna kitu kibaya kinaenda kutokea kwenye maisha yake? Unashangaa baada ya muda, huyo mtu unasikia amepata ajali. Unasikia huyo mtu amekufa. Unajiuliza jamani, ni kwa nini mimi kila ninachowaza kinakwenda kutokea? Mimi kila nikiwaza jambo lazima litokee. Vitu vingi ninavyoviwaza, nikiwaza watu wananipigia simu, nikiwafikiria watu wanakuja kuniona, nikiwafikiria watu wanakuja kunitembelea hata kama nilikuwa sijaona nao muda mrefu. Ama kuna muda mwingine kuna mtu tu unaweza kumuwaza na mtu huyo ulikuwa hujaona naye muda mrefu, lakini unashangaa umetoka tu nje unatembea unakutana naye. Na umetoka kumwaza muda huo huo, unatoka nje unatembea unakutana naye huyo mtu. Unajiuliza jamani, ni kwa nini kila ninachokiwaza kinakwenda kutokea? Ni kwa sababu macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Unapoona dalili ya tatu kwamba macho yako ya kiroho yako yanafunguka, ni kama huwa unaongea kitu na kitu huwa kinakuwa kile unachokiongea. Kwa mfano, unafika sehemu unaangalia biashara mtu aliyefungua, anasema hii biashara haitafika popote. Unakuta baada ya mwezi mmoja, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, huyo mtu amefunga biashara kweli. Unafika sehemu unaangalia mahusiano au unaangalia ndoa ya mtu, unasema hii ndoa haitafika sehemu yote. Hii ndoa haitaenda sehemu yote. Unashangaa baada ya muda yale mahusiano yamevunjika, ile ndoa imevunjika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hii ni dalili ya kwamba Mungu anafungua macho yako ya kiroho. Sio tu kwamba una uwezo wa kutamka vitu vikawa, ila unakuwa unapata conviction ndani ya roho yako. Ni roho wa Mungu anakushuhudia ndani yako kupitia macho yako ya kiroho ya ndani ya kwamba hii ndoa haitakuja kukaa, haya mahusiano hayatakaa, hii biashara haitakaa. Kwa ni Roho Mtakatifu anapitia roho yako kukushuhudia kwamba hichi kitu kuna 1 2 3 4 5 kuhusiana hili swala halitaweza kwenda popote. Kwa unapoona hivyo ujue kabisa macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Au hata ukiachana upande huo, muda mwingine unakuwa na uwezo tu wa kutamka vitu na vinakuwa. Unawatamkia watu baraka, baraka zinatokea kwenye maisha ya watu. Unawatamkia watu vitu vizuri na vitu vizuri vinatokea kwenye maisha yao. Na muda mwingine unawatamkia watu vitu vibaya na vitu vibaya vinatokea kwenye maisha yao. Unawatamkia watu laana na laana zinatokea kwenye maisha yao. Unawatamkia watu mikosi na mikosi inatokea kwenye maisha yao. Sasa ninapokwenda kuonyesha dalili ya 4 kwamba macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Dalili ya 4 kwamba macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka ni kama unaota ndoto nyingi sana ndani ya usiku mmoja. Yaani inakuwa hivi. Kwa mfano, wale watu wanalala ndani ya usiku mmoja naota ndoto 10.
Mtu anaota ndoto 20, mtu anaota ndoto 15, mtu anaota ndoto nyingi kiasi kwamba anakumbuka chache, lakini zingine zote asikumbuki. Hii inamaanisha kama macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Ni kwa namna ambavyo unaota ndoto zile nyingi, ndivyo hivyo utakapokuwa hata ukikaa hivi katika hali ya kawaida, utakuwa unapokea maono, utakuwa unapokea mafunuo ya wazi, utakuwa unapokea ufunuo wa wazi kabisa. Kama vile ambavyo unaona kule kwenye ndoto, ndivyo utakapokuwa unaona kawaida. Yaani wewe ndani ya usiku mmoja unaota unapaa, unaota umeshika pochi, unaota unakimbiza mtu, unaota unapigana na watu, unaota unapokea pesa za kigeni, unaota ndoto unapiga nyoka, unaota ndoto unaikimbiza paka. Yaani wewe ndani ya usiku mmoja unaota mandoto mengi kweli kweli. Hii inamaanisha kwamba macho yako ya kiroho yako yanafunguka muda huo. Ni kipindi ambacho Mungu anakuandaa wewe kwa ajili ya macho yako ya kiroho yaweze kufunguka. Kwa sababu dalili ya 5 sijui niwekaje, lakini kuna mtu unaweza kuwa umefika sehemu na yale maeneo unayofika ni mara yako ya kwanza kufika, lakini unaanza kuona mbona kama nishaikuwa maeneo yale, mbona hii sehemu ni mara yangu ya kwanza kufika, mbona kama nishaifika hapa mara ya kwanza, ninaongea na huyu mtu mara ya kwanza, lakini huyu mtu mbona kama nishakutana naye sehemu, sijawahi kukutana naye sehemu, wala maeneo haya sijawahi kufika, sijawahi kuongea na wewe, lakini ninavyoongea na wewe nahisi kama hichi unachokiongea nishakisikia sehemu, nishaongea na wewe. Yani hujawahi fika sehemu, hujawahi kukutana na mtu, lakini vile vitu vina sound so familiar. Vile vitu vinaonekana kama ushaifika sehemu. Kuna watu wengi mpaka wamekipatia terminology hicho kitu wanakiita deja vu. Yani inakuwa kama hivyo. Nahisi unanielewa ninachokwambia. Yani mtu kwa mfano mimi naweza nikaenda labda Mwanza. Labda Mwanza ni sehemu ambayo sijawahi kwenda. Lakini ninapofika yale maeneo ya Mwanza, naanza kuona kupata hisia, mbona kama haya maeneo nishaifika tayari? Mbona hichi kitu ninachokiona hapa mbona kama sio kigeni? Mbona kama hii hoteli mbona nishawahi kukaa? Hujawahi kukaa wala hujawahi fika mahali hapo wala hujawahi fika Mwanza. Unapoona hivyo ujue macho yako ya kiroho yanafunguka. Sio kwamba unahisi ile sehemu ushaifika katika ulimwengu wa kiroho tayari. Yaani macho yako ya kiroho yalifunguka, ukaanza kuona vitu vinavyokuja, ukaanza kuona vitu vya mbeleni. Kwa hiyo wewe unapofika pale, kwa sababu haujui kwamba macho yako ya kiroho yameanza kufunguka, unaanza kuhisi jamani, mimi mbona kama mahali hapa nishaifika? Nahisi tu mahali hapa nishaifika. Muda mwingine unakutana na mtu mgeni kabisa, mtu ambaye hujawahi kuona naye kabisa. Unaanza kupata hisia, mbona huyu mtu kama nishaimwona sehemu? Mbona huyu mtu kama hichi kitu anachokiongea, mbona kama siku ambayo nilikutana nayo aliongea kitu hichi? No, sio kama huyo mtu mbona kama ulishakutana naye. Huyo mtu ulishakutana naye kweli, lakini katika ulimwengu wa kiroho, sio katika ulimwengu wa kimwili. Na ni macho yako ya kiroho yalikuwa yamefunguka, ndio maana hicho kitu kilikuwa kina sound so familiar. Huyo mtu alikuwa anaonekana so familiar. Kwa unapoona dalili hiyo, sijui nikuelekezaje, lakini nahisi kwa maneno haya machache unanielewa kitu gani ambacho nazungumza mahali hapa. Ninazungumza tu kwamba kama kuna vitu unaviona kwa mara yako ya kwanza, lakini vile vitu unahisi kama umeshawahi kuviona mara ya kwanza, ni kama umeshawahi kuviona hivyo vitu, hayo maeneo ni kama ushawahi kukaa, au unaongea na mtu fulani kitu fulani, huyo mtu unaweza kuwa unamjua kabisa, lakini kabla hajaongea kile kitu, unakuwa unahisi kitu anachoenda kufuata kuongea ni kitu fulani. Una rafiki yako kabisa na unamuuliza wewe, hivi hichi kitu ambacho naongea, hivi hatujawahi kuongea kweli? Mbona hichi kitu kama tushaongea? Mbona hichi kitu kama tushakaa kama hivi tukawa tunaongea tukawa tunacheka? Mbona kama hichi kitu kimeshawahi kutokea? Unapoona hivyo, jua macho yako ya kiroho yanakwenda kufunguka. Sasa muda huu nataka nikuombee. Kama ni mtu ambaye unaonyesha dalili hizi, nataka niweze kukuombea muda huu macho yako ya kiroho yaweze kufunguka moja kwa moja, uweze kuona vitu vizuri. Chukua mkono wako kulia na weka kwenye macho yako nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo ambaye hai, ninaomba Bwana macho hayo ambayo yameshaanza kuonyesha dalili za kufunguka, Baba naomba yakafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Bwana macho yao ya kiroho Bwana akafunguke, wakaanza kupata maono ya wazi, wakaanza kuona vitu vinavyokuja, wakaanza kuona vyanzo vya vitu ambavyo vinawasumbua, wakaanza kuona vitu vya kiroho Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye hai. Bwana macho yao ya tatu yakafunguke, Bwana macho yao ya kiroho yakafunguke kuanzia sasa. Natamka Bwana kwa nguvu na uwezo wako, macho yao ya kiroho yakafunguke kuanzia sasa, wakaanze kuona vitu vya kiroho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Lakini pia kama unataka kujiungamanisha na sadaka yako na maombi haya kufungua macho yako ya kiroho, kama Mungu kupitia sadaka hii ninayotoa inaomba macho yangu ya kiroho akapate kufunguka, basi unaweza kujiungamanisha na sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yetu. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akakupiganie na akafungue macho yako ya kiroho kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Lakini pia kama unahitaji kufika kanisani kwetu uweze kuabudu pamoja na sisi, unaweza kuchukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen yako. Muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii na unabarikiwa mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusengo. Amen. Shalom. Peace.